Jinsi ya kupenda tena bila hofu ya kuumizwa. Mwanamke mzuri, inawezekana umeumizwa sana na mahusiano, umeumizwa sana na wanaume kiasi cha kwamba hauamini tena wanaume ama uamini tena kama kuna upendo wa kweli. Nataka nikwambie kitu, hii dunia imejaa watu wengi sana. Usiamini kwamba watu wote wamefanana tabia. Yupo mwanaume mwenye upendo wa kweli, yupo mwanaume atakayekupenda, yuko mwanaume atakayekusahaulisha maumivu yako yote na ukajiona unaishi kama peponi. Lakini hautaweza kumpata mwanaume huyo kama utaufunga moyo wako na kuogopa kuumizwa. Sasa ukiukunjua moyo wako, na kuhakikishia mwanaume mzuri atakujia katika maisha yako. Usikubali kukata tamaa na upendo. Upendo wa kweli upo. Ndio maana leo nimekuletea hatua 5 za jinsi ya kupenda tena bila hofu ya kuumizwa. Na kukaribisha sana. Kama wewe ndio mara yako ya kwanza kufungua hii channel ya Mbeki TV na ndio umeniona, basi naomba usipite bila kusubscribe, kwa sababu hapa ndio mahali pekee ambapo tunaongea juu ya swala zima la mahusiano na ndoa kwa mapana na kwa uwazi. Lakini pia tunashauriana hapa kupitia kwenye comment na kunitafuta kwa namba zangu za simu na tukaongea mambo mengi sana. Baki na mimi hapa uweze kujua hatua 5 za jinsi ya kupenda tena bila kuwa na hofu ya kuumizwa. Hatua ya kwanza, hakikisha umepona na si kukimbia upweke. Usipende kwa sababu unajisikia mpweke. Usitake kuingia katika mahusiano ili kuonyesha watu you are okay, uko sawa, move on. Usianzishe mahusiano mapya ili kumuonyesha ex wako kwamba na wewe ni mzuri, unapendwa na unaweza kuishi bila yeye. Usianzishe mahusiano mapya ili kulipiza kisasi. So sababu yoyote itakayokufanya wewe uingie katika mahusiano mapya, iwe ni kwa sababu umeruhusu kuanza maisha mapya na mtu mpya. Lakini isiwe sababu nje na wewe kukubali kuanzisha maisha mapya. Kwa nini nakwambia hakikisha umepona? Kwa sababu ukiingia katika mahusiano kama bado hujapona yale majeraha ya mahusiano yaliyopita, kuna wasiwasi mkubwa ukaingia katika mahusiano kwa haya mambo nilokutajia hapa: upweke, pengine kulipiza kisasi, kuonyesha watu uko sawa. Na ukiingia katika mahusiano kwa hizo sababu nyingine, maana yake utakosa kuwa aware ama concentrate, kumakinika na mahusiano yako mapya. Always utakuwa katika mahusiano mapya, lakini unataka kuangalia pembeni watu wanakutazamaje. Utakuwa na pressure kubwa kwa yule mwanaume wako. Unataka utamuingiza mwanaume wako katika mchakato ambao sio haki kumuingiza. Unajua, unamuingiza mwanaume wako katika mchakato wa kwamba hakusaulisha yale majeraha. Yaani yeye unataka kumgeuza kama tabibu, mtu wa tiba ya kuponyesha majeraha, kitu ambacho is not fair. Unajua, unaingia na mtu kwenye mahusiano unaanza kumfananisha. Mbona unafanya kama yule? Mimi nataka huyu anifanye mpaka niweze kumsahau yule. Nataka anijali. Unaanza kumpressurize. Kumbe wewe unadhani unatafuta upendo, kumbe unataka kupona kupitia huyo mtu. Sasa hiyo kitu itakuondolea concentration ya wewe kurelax na kuweza kuenjoy mahusiano yako mapya, kuweza kumjua mtu mpya uliokuwa naye na kuweza kufurahi naye, pamoja na yeye pia akaweza kujua. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hakikisha umepona majeraha yako ndio uingie katika mahusiano. Uingie katika mahusiano kama mtu aliyekubali kuanza mahusiano mapya. Usiingie na majeraha, utaenda kuyaharibu mahusiano yako mapya. Ama unaweza ukahisi bado hujapona, ama unaweza kumwona wewe mtu naye hakutoshi kuliko yule ulemwacha na vitu kama hivyo. So hiyo ni hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuanzisha mahusiano pasi na kuwa na hofu ya kuumizwa na ukaweza kudumisha mahusiano yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, acha kumlaumu mpenzi wako mpya kwa makosa ya mpenzi wako wa zamani. Nataka hapo uelewe vizuri. Mpenzi wako mpya sio adui yako. Mpenzi wako mpya hakufahamu vizuri. Unajua, unaweza kuwa umetoka katika mahusiano yaliyodumu takriban miaka 10. Mwanaume uliotoka naye katika mahusiano halikujua vizuri sana kwa sababu mliishi muda mrefu. Huyu ana muda mchache na wewe bado hajakujua vizuri, anahitaji muda wa kuweza kukufahamu. Kwa hiyo kuna makosa anaweza kaanza kuyafanya mapema katika mahusiano yenu. Usianze kumhukumu kwa hayo makosa kwa kufananisha na makosa uliokuwa unafanywa na mtu wako wa zamani. Kuna hilo unaingia katika mahusiano, kuna baadhi ya makosa watu wanafanya, unaanza kusema mimi nilijua tu wanaume wote ndo wale wale. Yaani hakuna mwanaume atakayeweza wa tofauti. Yaani wanaume wote baba yao mmoja. No, give him time. Mpe muda huyo mwanaume uliokuwa naye mpya, hawezi kukujua. Na sehemu yake ya makosa usihesabie kama ndio wanaume wote ni wale wale. Kwa sababu kuweza kuona wanaume wote ni wale wale inamaanisha umebeba yale majeraha yako ya zamani katika maisha yako ya muda wote ama katika maisha yako mapya. Kwa hiyo acha kumlaumu mwanaume wako mpya kwa sababu za mwanaume wako wa zamani.
Huyu mwanaume mpya ana utashi wake, ana namna yake ya maisha. Jaribu kuelewa, anaweza akatofautiana maisha na mwanaume wako wa zamani katika namna ya tabia zao, mienendo yao na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi kumjua huyu mpya. Usitake wanaume wote wawe kama aliokuwa zamani. Kubali mabadiliko ya mwanaume mpya uliompata. Kubali kumjua mwanaume mpya uliompata kwamba anaweza akawa yuko tofauti na mwanaume uliokuwa naye. Achana na zile kwamba akifanya kitu unasema hata yule wa zamani alikuwa anafanya kama hivi. Yaani alikopo ndio mambo yao yale yale. Alikuwa akiniaga naenda kwa marafiki, kumbe anaenda kwa wanawake. Ukaona huyu naye akikuaga labda anaenda kwa wanawake. No. Try kuishi na mpenzi wako mpya katika maisha mapya, sio kwa experience ya maisha yaliyopita na mwenzako. Kwa hiyo hatua ya pili, acha kumlaumu mwanaume wako mpya kwa makosa ya mwanaume wako wa zamani. Hatua ya tatu, weka mipaka mapema. Upendo bila mipaka unaweza kukuletea maumivu yale yale. Kwa hiyo mwanamke anayejipenda, weka mipaka kwa kumfanya mwenzake ajue ni kipi anapenda na kipi hapendi. Lakini mipaka na maanisha nini? Nishe kufundisha ili somo la kwamba mambo ya kuzungumza wakati mnaanza mahusiano. Lazima yeye aelewe nini unapenda, lazima aelewe lengo la wewe kuwa na yeye, lazima wewe uelewe lengo la yeye kuwa na wewe. Lazima mpange mipango yenu, malengo yenu, sababu ya kuwa pamoja. Muwe wazi katika hiyo namna ya kujua kwamba mapenzi yenu au mahusiano yenu yanaelekea wapi. Na baada ya kujua, uweke mipaka kwamba kwa sababu tupo katika mahusiano ya namna hii, tusifike mpaka hapa na hapa, tusifike mpaka hapa. Hiki sipendi, hiki napenda. Hii kuweka mipaka mapema inasaidia sana mtu kujua mapema. Usikubali kwamba mwanzo wa mahusiano ikawa mazoea, alafu baadaye ndo kataketi kuwa serious. No. Hapo utaonekana umebadilika. Sio, unanielewa? Kwa lazima mtu akujue mapema kabisa. Kipi unapenda, kipi upendi, kipi unataka, kipi utaki, lengo likoje na kadhalika. Kwa hiyo mwanzo wa mahusiano msichukulie it's a random things, kitu tu cha mchezo, kitu cha company, then baadaye ndo mkataka kuwa serious, mtakuwa mmechelewa sana. So anzeni kuwa serious, anzeni kuongea mipaka yenu, malengo yenu mwanzo kabisa wa mahusiano. Sasa hapa ndo nasemaga kila siku, ukitoka kuachwa na mwanaume wa kwanza, mwanaume wa pili utaanza naye mahusiano ukiwa na experience na umejifunza baadhi ya mambo uliyokosea katika mahusiano yaliyopita. So unapokuja katika mahusiano ya pili unakuwa na baadhi ya marekebisho unaya-apply katika mahusiano ya pili. Ukiachana na wa pili, wa tatu utakuwa uko bora zaidi. Unakuja na ile figure ya namna kwa nini mahusiano yako mwanzo yaliharibika, vitu gani vya kuviepuka, mipaka gani ya kuiweka ili isiharibu tena mahusiano yako haya. Kwa lazima wewe una analyze. Unapotoka tu katika mahusiano ya mwanzo, lazima ujipe muda kusubiri kuona wapi ulikosea, nini unataka ufanye, nini usifanye katika mahusiano yako mapya. Na ukiingia katika mahusiano yako mapya, hatua hii ya tatu nilosema, weka mipaka na mwenzako, kujua ulipokosea mwanzo ulikosea wapi na hapo hutaki kukosea tena. Iweke hiyo mipaka ambayo unaamini usipoiweka unaweza kuharibu mahusiano yako mapya. Kwa hiyo hatua ya tatu ni weka mipaka mapema. Hatua ya nne, usifanye haraka. Upendo wa kweli hauharakishwi. Chukua muda kumjua mtu. Sawa? Na si kumtamani tu. Unajua hapa tuwe wa kweli. Mahusiano mengi ama 99% ya mahusiano yanayoanzishwa, mengi yanaanzishwa katika ile namna ya company. Unajua mtu kakutamani, kapenda kampani yako, kapenda kuvua nguo na wewe. Kuna baadhi ya vitu anaweza akavipenda tofauti na malengo mama ya mahusiano yenyewe. Kwa hiyo ni kweli wewe unaweza ukawa uko very serious kwa unahitaji mtu wa maisha yako, lakini usiwe na haraka. Take time kumjua ni mtu wa namna gani. Jipeni muda kufahamiana. Pengine unaweza ukawa unataka haraka ya kufunga ndoa, unataka haraka ya mtu kuwa perfect, unataka haraka ya mtu kuachana na kila kitu. No. Lazima kuwe na ushawishi wa yeye pia kuachana na kila kitu kwa sababu yako. Yeye pia hajakujua vizuri. Ndio inasemaga kila siku. Mwanzo wa mahusiano, inawezekana huyu mtu aliyekuwa approach leo bado ana mahusiano mengine ambayo yako complicated. Unajuaga kuna yale mahusiano ambayo mtu yupo katika mahusiano ambayo hayaelewi, anatamani kumove on, na wakati anatamani kumove on ndo anakutana na wewe, anakuapproach. Kwa hiyo unaweza ukakuta huyu mtu aliyekutongoza jana ama miezi miwili iliyopita, kuna baadhi ya mambo bado hajayaclear vizuri, hajayamaliza vizuri, na pengine yupo katika utaratibu wa kuyamaliza mambo yote hayo ili aweze kutulia na wewe. Sasa unakuta wakati ambao wewe katika utaratibu wa kuyamaliza mambo yake ya zamani, kuyafukia na ili aendelee na wewe vizuri, ndio unakuja kugundua kwamba alikudanganya hana mtoto, kumbe anaye mtoto. Alikudanganya hana mwanamke, kumbe anaye mwanamke. Alikudanganya hajawahi kuishi na mwanamke, kumbe anaishi na mwanamke. Kwa hiyo ukagundua kuna vitu alikudanganya, na wewe ukachukulia kwamba huyu ni muongo, kumbe pengine alikudanganya in a way kwamba anayamaliza mambo yake taratibu.
ili aweze kuwa na wewe. Kwa hiyo amini, mtu unayekutana naye leo pengine bado kuna vitu hajavimaliza, na sio kwamba hajavimaliza katika namna bado anavihitaji viwepo katika maisha yake, lakini anataka kuvimaliza katika utaratibu mzuri. Lakini pia ili avimalize, lazima apate ushawishi wa kuamini kwamba anavimaliza kwa sababu kapata mtu sahihi. Kwa hiyo jipeni muda kufahamiana, jipeni muda kumaliza shughuli zenu. Sio leo umeenda kwa mwanaume umekutana na sidilia, unaanza kuoji kama mna miaka 5, kama umesalitiwa na mtu ambaye mna miaka 10 kwenye mahusiano. Jua kabisa bado mapema, kuna sidilia hapa. Anza tu kunotice hizo alama, ili baadaye kiujumla uone mbona miezi 6 kuna vitu unaviona ndo vile vile. Kwa hiyo mpe muda umjue, mpe muda hawezi kumaliza shughuli zake, na wewe jipe muda pia. Usiwe na haraka kingine cha kupenda sana. Yaani kakutongoza leo, kesho umempenda kiasi cha kwamba unamwona ndo mwanaume wako wa maisha. No, hiyo itakuumiza vibaya sana, kwa sababu unaweza ukawa na matarajio makubwa sana kwa mtu ambaye sio sahihi. Kwa hiyo ni lazima uzuie moyo wako. Kumbuka mwanzo uliumia kwa makosa gani. Usiruhusu makosa haya yaendelee kukuumiza tena. Kwa hiyo jipe muda kumfahamu kabla hujaamua kumpenda sana ama kumpenda zaidi. Lazima uwe sehemu ya kumtengeneza. Umemkuta na tabia zake chafu ama tabia zake usizopendezwa nazo, chukua muda kuweza kumrekebisha, chukua muda kumfanya naye pia aelewe kitu gani unapenda, kitu gani upendi. Nendeni taratibu katika namna ya kuendelea kujijenga. Ushanielewa? Hapa kuna pressure kubwa sana, kwa sababu umetoka katika mahusiano ambayo tayari alikuwa amesha grow, tayari alikuwa na mizizi mikubwa. Then unataka kutoka katika mahusiano yale uje na muendelezo ule katika mahusiano mapya. Hiyo itakufrustrate. Itakupa stress, si ndio? Mahusiano yaliyopita wazazi wa kule walikuwa wanakujua, mlikuwa mnafahamiana na ndugu, unataka ukija huku haraka ndugu zake wakujue, mfahamiane na unajua unataka complicate vitu. Kwa hiyo kumbuka, yule ulianza naye pia taratibu, na huyu pia anza naye taratibu. Kila mahusiano yana mwanzo jamani. Usiwe na athari za mahusiano yaliyopita ukataka mahusiano yako mapya yaanzie pale ulipoishia na mahusiano yaliyopita. Kwa hiyo kubali kuanza mwanzo. Na hii ndio hatua ya 4, kwamba usiwe na haraka kwenye kila kitu. Kwenye kupenda sana usiwe na haraka. Mwambie mwenzako pia asiwe na haraka kwa kupenda sana. Usiwe na haraka sana kutaka awe perfect na kadhalika. Take time kumjua, na endeleeni taratibu. Mtakapojuana na kuaminiana, mambo mengine yataweza kutokea. Hatua ya 5, sikiliza matendo kuliko maneno. Ushanielewa? Kwa hiyo sio yeye tu awe na matendo ya upendo, bali hata wewe uwe na matendo ya upendo kwake na sio maneno. Unajua maneno ni rahisi sana. Mtu anaweza akasema chochote, maneno hayana gharama. Unajua tunaongea tu kila siku, tunaongea, lakini tabia za kila siku ndio zitaonyesha mwenendo wenu wa upendo uko vipi. Kwa hiyo penda kumtengeneza awe ni mtu wa action kuliko maneno. Kwa maana ya kwamba usiwe comfortable kumsikiza akikwambia maneno mazuri ama akikupa ahadi nzuri. Kuwa comfortable pale anapotimiza hizo ahadi ama anapotenda jambo la upendo juu yako. Na wewe mfundishe kwa kumuonyesha upendo, sio kumwambia upendo. Sio, umenielewa? Kwa hiyo usiwe yule mtu ambaye anawekwa katika mtego wa maneno akasahau kutazama matendo. Na this time anza kutazama matendo katika namna ya kumuona huyu mtu. Matendo hoja anaeleza mengi sana. Matendo atakuonesha huyu mtu kweli ana nia njema na wewe. Huyu mtu kweli kuna mambo tu anamzonga, lakini huyu mtu ni mtu perfect kwako. Hii itakusaidia usipoteze watu muhimu katika maisha yako. Si ndio? Mtu anaweza kuwa na matendo mazuri sana, ila sio mtu mwenye maneno mazuri. Lakini matendo ndio kitu pekee kigumu kinaweza kufanyika kwa mtu asiyekupenda. Mtu anayekupenda matendo yake ataongea upendo na sio maneno. Kwa hiyo jambo la 5 na la mwisho ambalo linaweza likakufanya wewe kuingia katika mahusiano mapya pasi na kuwa na hofu ya maumivu ni hili: sikiliza matendo kuliko maneno. Hizo zilikuwa ni hatua 5 za jinsi ya kupenda tena bila hofu ya kuwa na maumivu. Kama hii video imekusaidia, imekupa ujasiri, imekupa mwangaza wa kuona ni kweli unaweza ukaanza upya, ukaingia katika mahusiano mapya bila kuwa na hofu ya maumivu, bila kufananisha wanaume, basi naomba usipite bila kuniandikia kwenye comment video imekusaidiaje, lakini pia usipite bila kusubscribe kama ni mtu mpya, na kama upo hapa bado hujasubscribe, naomba usiache kuweza kusubscribe. Hadi wakati mwingine tena, mimi napenda tukutane na wewe katika hii video inayofuata. Ni nzuri sana na itakusaidia sana. Mimi ni kuage tu kwa sasa hadi katika video tena inayofuata. Bye bye.